Karibu sana kwenye chaneli yangu. Naitwa Elizabeth Kaisa. Ni mwanzilishi wa chaneli hii. Inahusiana na neno la Mungu, mafundisho, maombi, shuhuda mbalimbali ambazo Mungu anakuwa anatenda katika maisha yetu. Na kwa leo nimekuandalia ushuhuda mzuri sana ambao Mungu alinitendea katika maisha yangu. Kama unavyoniona hapa, Mungu ameweza kuniponya kichaa. Mimi nimeshakuwa kichaa kwenye haya maisha. Nikaugua kabisa, ni totally crazy. Lakini kwa neema ya Mungu nilipata neema akaniponya. Sasa ilikuwaje mpaka nikaugua kichaa? Ilikuwaje nikapona? Baada ya kupona nini kimetokea? Usitoke kwenye channel yako. Nitakuelezea kila kitu na kuhakikishia ushuhuda wangu utaenda kuinua kiwango chako cha imani. Mungu ataenda kukugusa kwa namna nyingine kabisa. Nimezaliwa kijiji kimoja kinaitwa Midawe, kiko chini ya Mlima Meru kule Arusha. Hapo ndipo nilipozaliwa. Ninaposema niliugua kichaa, ina maana kwamba nilizaliwa nikiwa na akili zangu timamu kabisa kama watoto wengine na nililelewa pale. Ni kwamba nilizaliwa kwenye familia ambayo kiukweli ilikuwa haimjui Mungu. Baba yangu mimi alikuwa ni mzee wa mambo ya mila. Paka leo ninavyozungumza, bahati mbaya baba yangu yupo lakini hajabatizwa. Ni kitu ambacho kinaniumiza kichwa sana. Kwa hiyo nilizaliwa kwenye familia ya kipagani isiyomjua Mungu kabisa. Jambo jingine, familia hii niliozaliwa ilikuwa ni familia ya kimasikini mno. Yaani sisi kwetu kulala njaa ilikuwa ni jambo la kawaida tu. Au kushinda umekunywa uji ni kitu cha kawaida sana. Ninakuambia hayo yote kwa sababu kila point nitakayoenda kuisema itakuwa ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo nilizaliwa pale na Mungu aliruhusu nizaliwe katika mazingira hayo kama nilivyokusimulia. Kwa neema ya Mungu niliweza kwenda shule shule ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7 nikiwa mzima kabisa na nilikuwa na perform vizuri shuleni. Mungu alinisaidia nikafanikiwa nikaenda sekondari. Nilisoma sekondari moja inaitwa Bangata. Pale nilipata elimu yangu ya kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Mungu ni mwema, nilifaulu tena nikaenda kidato cha 5 na cha 6 ambapo nilisoma Lugalo sekondari Iringa. Pale tena nilipata elimu yangu ya kidato cha 5 na cha 6. Wakati wote nilikuwa na akili zangu timamu. Sasa pamoja na hayo, ukweli ni kwamba ni Mungu tu alikuwa ananijalia navuka salama, kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu mmoja ambaye sikuwekeza kabisa kwenye mambo ya Mungu. Ninaenda kanisani ni sawa, lakini nimefungwa na zile madhabahu za kwetu. Kwa hiyo ninasali, ninakwenda kanisani kama wengine, lakini habari mbaya kabisa, nilikuwa sijaokoka. Nilikuwa sijaokoka. Ninaposema sijaokoka, nilikuwa sijamaanisha kwenye mambo ya Mungu. Kwa hiyo nilikuwa natembea, lakini natembea na vitu vingine ambavyo sivijui, nimevirisi kutoka nyumbani, natembea navyo, vinanitesa, vinanitumikisha, nimefungwa hata sielewi. Kwa hiyo niliendelea hivyo katika kipindi hicho. Nilipofika kidato cha 6. Pale ndipo shida ilipoanzia. Nikiwa kidato cha 6 niliugua ugonjwa mbaya sana. Kama unavyoona, hii hapa ni picha yangu nikiwa mgonjwa. Unaona hapa nilikuwa mgonjwa naumwa. Kwa hiyo katika ugonjwa wangu ule Mungu aliamua kunipitisha pale na nikapata neema ya kuanza kumtafuta Mungu. Neno la Mungu linasema njia za kuokoa kutoka mautini zina Jehova. Mungu aliamua tu kutumia ile njia ya ugonjwa ili niwe serious na yeye. Ukweli ni kwamba niliumwa. Ili jeraha unaloiona hapa kwenye picha nilianguka Asembo. Asembo yetu sisi pale Lugalo ilikuwa chini ni sementi kwa sababu tunasoma na watoto walemavu. Kwa hiyo nilidondoka pale na nilinyanyuliwa na watoto wengine, wakanipeleka bwenini pamoja na mwalimu wakanihudumia. Nilikuwa na ugonjwa ambao
ninawashwa, yaani najikuna mwili mzima, nikilala usiku najikuna. Lakini pia kibaya zaidi, mimi nilikuwa nikilala kitandani, badala ya kupata usingizi, ninajiona kabisa nipo kwenye jeneza, nimekufa, na naimbiwa nyimbo za kanisani kwetu. Mimi asili yangu mimi ni KKT. Kwa nilikuwa naona wanaimba zile nyimbo za kwetu, niko kwenye kitanda, nimelala sijitambui. Ilifika mahali nikaona kama ndoto zangu sasa zinaenda kufika mwisho, kwa sababu mimi ndoto yangu ilikuwa nisome kwa bidii, nitoe umaskini nyumbani. Nilikuwa sipendi kabisa ile hali ya nyumbani. Sasa nilijiona ile ndoto yangu inaenda kufa. Hakuna kusoma tena. Hapa ni maiti tunaiona. Kila nikilala ni maiti naiona. Kila nikilala ni maiti naiona. Ndugu yangu, shida ikija isikie tu kwa mtu mwingine. Wakati unakwambia naumwa, nimefungwa na maroho ya ajabu ajabu, lakini bado ni kiongozi mkubwa sana wa UKWATA, nilikuwa mwenyekiti, lakini nimefungwa na yale maroho nitembea nayo. Kwa hiyo imefika katika hali hii, siku moja nikiwa kitandani nikajiona sasa hapa ndio mwisho, niko naenda kufa. Nikasema acha nini kuteseka, nikanyanyuka pale. Nikaenda kumweleza rafiki yangu mmoja, alikuwa anaitwa Cleria, akaniombea. Tukaombeana tu maombi yetu pale wanafunzi, nikatulia. Jumapili ilipofika, sisi tulikuwa tunaenda kusali kwa makundi. Siku hiyo ilikuwa ni zamu ya kwenda kusali kanisa la Moravian Kiesa pale Iringa. Tulienda pale tukasali. Tulipomaliza kusali, yaani ukisikia kwamba mtu umezamiria kumtafuta Mungu, siku hiyo nikawa nimezamiria kumtafuta Mungu. Nilisema yani mimi hapa sifi. Na kwa nini nilikuwa napata ujasiri huo? Kuna neno moja ambalo nilikuwa nimeshalikumbuka, linahusu habari za Paulo, kwamba Paulo hata yeye alikuwa ni mwenye dhambi. Paulo hata yeye alikuwa ni mtu muuaji. Paulo hata yeye alikuwa ni mtu ambaye hafai mbele za Mungu. Ilikuja tu ile hadithi, na ile hadithi nilisikia nikiwa darasa la 3 Sunday school. Hapa naomba tu niwasisitize wazazi, tuwe tunawapeleka watoto Sunday school. Zile hadithi wanazofundishwa pale, sijui vitu vinaingia, kuna sehemu vinaingia vinakaa. Kwa mimi ile hadithi ilikuja tu nikakumbuka. Kichwa cha somo ilikuwa kinasema Sauli sijui aenda Dameski sijui nini. Nikakumbuka, nikamfuata rafiki yangu pale nikamwambia kwamba hivi ile hadithi ya Paulo huwa iko wapi? Akaniambia sijui. Lakini nikaweka moyoni kwamba kama Paulo alisamehewa na mimi nitasamehewa. Kwa hiyo Jumapili tumeenda kanisani. Nikaenda na imani yangu ya Paulo kwamba alisamehewa kwa mwenye dhambi, ikiwa mwenye dhambi. Nilipofika pale kanisani, ibada iliisha. Wakapita wachungaji na makanzu yao. Mimi sijui ni kitu gani kilikuja kichwani. Nilitoka kama mshale, nikawafuata wale wachungaji kwa nyuma. Mchungaji anaingia ofisini anaweka Bible chini na mimi nikaingia naye. Ngamba mimi nimekuja kuokoka. Yaani wewe nilibipu pale nilipigiwa. Nilikutana na yule baba yangu Mchungaji Abed Mbisa. Yule ni mwanajeshi, yaani kwenye ulimwengu wa roho yule hana utani kabisa. Alichangamkia tena chap. Niliposema pale makosa yangu ninayokumbuka, na ni kama alikuwa amekeza sehemu vifungu vya Biblia. Huyu baba ninayemsema ni mchungaji, kwa wale mnamfahamu huyu baba popote alipo, huyu baba ana historia kwenye maisha yangu. Vyovyote vile unavyoniona, kama sio huyu baba kunishika mkono, nisingekuwa hivi nilivyo. Alinipokea vile nilivyo. Sijui vile vifungu vya Biblia alivitoa wapi. Nilichanganya na ile imani yangu ya Paulo kule, akanipa mavifungu pale. Akusamee makosa yako yote. Wewe wako huko Bwana kaburi. Hutakufa bali utaishi. Akaniambia nenda, akanipa mafungu hivi. Si aliyatoa wapi? Akashuka pale akanipa. Ameshaniongoza sala tu baba, akaniambia kasomee mistari. Anarudi kwenye ibada ya pili huko. Nikachukua ile mistari kwa imani. Ikaenda nayo.
Nilipoenda na ile mistari shuleni. Nilipokwenda na ile mistari shuleni, mimi namshukuru Mungu. Kwa habari ya kukariri tu ni kitu kidogo sana. Nilikariri ile mistari kama vile nina mtihani. Nikakariri mistari pale, nikashuka ile mistari. Wewe sikiliza nikwambie. Hizi Biblia tunazozishika, iangalie tu hivyo hivyo. Unaacha Biblia mpaka inaingia mende, unaacha Biblia inaingia vumbi. Ujui wewe hilo neno la Mungu kama lilivyo liamini. Yaani usikie tu akuponya magonjwa yako yote. Kwa tu kama mtoto mdogo, amini. Lile neno lilikuwa linaingia moyoni mwangu. Ilivyochanganyikana na kale kaimani kangu kadogo ambako nilikuwa nako, basi likaendelea kuzalisha matunda. Nikawa na imani kwamba na mimi kweli naenda kukubaliwa sasa mbele za Mungu. Wakati huo sasa ikadijia sauti ya mama mmoja. Mama yangu, Mama Witi Rishaeli, alikuwa ananisi kipindi niko form 2, ananiambia, "Eliza, mpokee Yesu. Eliza, mpokee Yesu." Ana sauti yake nzuri, akaniambia, "Eliza, mpokee Yesu. Yesu ameniambia anakuhitaji kwa ajili ya ule ubishi wangu na yale madhambi yaliyonifunga." Nikasema hivi, hao walokole wenyewe wao wanaonaga na Mungu anaongea naye mpaka wanasema naye. Nikadharau yale maneno. Kati ya mtu ambaye nilikuwa nadharau na mimi nilikuwa nadharau. Yaani ukinijia na hizo habari zako za Pentecoste, sijui Yesu kasema, sijui roho, sijui kafanyaje, mimi kwanza nakushangaa sana. Nilikuwa tayari na imani yangu, nimefundishwa misingi ya dini, ninajua, nimeshika vizuri, nimesoma kipaimara, naelewa. Kwa hiyo ni bandu niambi chochote, mimi naelewa dini sahihi, naelewa kipi, nimesoma vizuri. Kwa hiyo nimeshikwa na maroho ya ukola, bado nang'ang'ania tena dini ndo naiona ya maana. Kwa hata mtu akiniletea habari za Yesu, sijitambui, niko pale tu na dini yangu. Ile sauti ilivyonijia nikaona huyu ni Mungu. Nikaendelea kuishikilia ile mistari. Yule baba hakuniacha, akanifuata shuleni. Alivyonifuata pale shuleni, akaja akaomba kibali. Akaniambia, "Unaendeleaje mwanangu?" Nikamwambia, "Naendelea vizuri." Akaniongezea mistari, akanipa assignment. Akaniambia, "Tutakuwa na maombi ya kufunga." Tukaanza maombi ya masaa 12. Baba yule, huyu baba ni baba. Tukafunga naye masaa 12. Bado najikuna, bado naota mandoto. Tukafunga naye. Tulifunga na baba mpaka masaa 72. Baba ananifundisha. Na mimi kwa vile nina shida, ni chochote ambacho alikuwa ananiambia mimi kwa wakati ule nifanye, nilikuwa nafanya. Sasa kitu gani kilitokea? Ilikuwaje? Endelea kufuatilia ushuhuda. Nakwambia mimi ushuhuda wa maisha yangu hautakuacha kama ulivyo. Hautabaki kama ulivyo. Nitakuja niendelee kukuelezea huyu baba tulivyoendelea kufunga naye, nini kilitokea mpaka hapa niliko. Historia ya maisha yangu ni mtukufu kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Endelea kutuni, endelea kufuatilia, usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Mungu akubariki sana.